Naam, habari gani ndugu mtazamaji wa kipindi chetu cha Bobea Andikoni. Ni siku nyingine tena ambapo tunakualika katika somo letu la 11 ambapo siku ya leo tutakwenda kuangalia juu ya somo linalosema moto wa jehanamu. Lakini kabla hatujaenda mbali zaidi, tupende kukutaka radhi mpenzi mtazamaji ambaye umekuwa ukifuatilia masomo yetu tangu tulipoanza robo hii, ya kwamba juma lililopita katika somo la 10 hatukuweza kulirusha kwa sababu za kiufundi ambazo zilijitokeza, lakini tunakuahidi kuendelea kuwa pamoja nawe katika masomo mengine tena, hivyo tuendelee kuombea mfumo huu kwa jina la Yesu, na amini tutaweza kubarikiwa zaidi na zaidi. Hivyo basi katika somo ya leo, kabla hatujaendelea zaidi, nipende kukualika ama kumwalika Madam Yunge kwa ajili ya kutufungulia kwa ombi pale tunapokwenda kuanza kipindi chetu cha leo. Karibu sana. Asante. Tuombe. Utukuzwe Mungu wetu, uketima pa juu mbinguni. Tunakushukuru kwa kutupatia nafasi tena hii nzuri kwa ajili ya kujadili neno lako. Hivyo tunapoenda kuanza kipindi hiki, tunajikaza mikononi mwako. Tunaomba uzidi kuwa pamoja na sisi, zaidi waongoze hata watazamaji, wafuatiliaji wote wanaoendelea kutufuatilia, tukajumuika kwa pamoja na jina lako likatukuzwe, maana tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Na moto wa jehanamu, nafikiri huenda ikawa sio mara yako ya kwanza kusikia juu ya mada hii, moto wa jehanamu. Na imekuwa ikifahamika kwa wengi kwamba moto huu wa jehanamu umekuwa ukiwaka milele na milele kama Biblia inavyoeleza. Hivyo katika siku ya leo tutachambua umilele ambao unazungumzwa katika moto huu wa jehanamu. Na walimu wenzangu hapa studio tutaweza kusaidizana na wewe, tutajadiliana kwa pamoja juu ya moto wa jehanamu katika juma ama somo hili. Hivyo ni mwalike Madam Yunge kwa wakati huu aweze kutusaidia. Wakati fulani kumekuwa na viongozi wa makanisa, lakini pia wasimamizi wa ibada na mafundisho mbalimbali. Kwa namna fulani tumewafanya watu kuwa kama wakana Mungu. Kwa mantiki ipi tunawezaje tukawafanya watu kuwa wakana Mungu katika juma hili? Hebu karibu uweze kutuelewesha kwa uzuri. Asante mwenyekiti. Kutokana na somo letu la siku ya leo, moto wa jehanamu, ni somo ambalo kwa kweli linatufundisha namna ambavyo tunaweza kuwafanya watu au kumfanya mtu kuwa mkana Mungu. Wapendwa, katika kupitia somo hili tukilifuatilia vizuri, mwandishi amejaribu kutuonyesha namna ambavyo wachungaji wetu, namna ambavyo sisi wenyewe huko makanisani kwetu, namna ambavyo tumekuwa tukipeleka injili badala ya kuwaongoa watu wamfuate Yesu Kristo, tunafanya kuwa wakana Mungu. Kupitia somo hili la moto wa jehanamu, anasema kwamba tumekuwa tukifundisha moja ya somo ambalo linasema kwamba kuhusu moto, ni moto wa aina gani, tukionyesha taswira ya Mungu, tukimuonyesha kama huyu Mungu ni Mungu ambaye hana upendo na vitu ambavyo aliviumba kama mwanadamu. Tunaonyesha kwamba kama Mungu ambaye tunajifunza mwenye upendo, lakini anaongelewa tena kuna moto wa umilele. Kupitia hili somo linavyoonyesha kwamba moto wa umilele ambao huu moto inasema kwamba utakuja kuteketeza wale waovu wote. Kwa kupitia hili somo tumekuwa tukiwapotosha watu au tukiwafanya watu wamkane Mungu. Mfano mzuri tumeambiwa kuhusu huyu Daudi ambaye ameelezea namna ambavyo alichukulia hili somo, alivyowasilishiwa, akasema kwamba kama huyu Mungu ambaye tunajifunza kwa Kristo kwamba Mungu wa upendo, lakini wakati huo huo ndugu zangu ni wamfahamu Mungu. Kwa hiyo tunaona huyu Mungu kama atakuja kuangamiza, basi anaweza kaangamiza hata ndugu zangu, kwamba kaka yangu, baba yangu, mama yangu hawamfahamu Mungu. Kwa tunaweza kupoteza watu kupitia hili somo tusipoangalia, ambapo tunapaswa sasa tutafute namna ambavyo tunapaswa kuwafundisha watu. Kupitia somo hili mwandishi ametueleza namna nzuri kabisa ambayo tunaweza kaongoa watu badala ya kufanyaje, kuwapoteza. Nashukuru sana. Hiyo ndo namna ambayo tunaweza tukawafanya watu kuwa wakana Mungu. Tunawaambia Mungu anawapenda, lakini kwa wakati huo huo tunawaambia Mungu anawachoma kwa moto wa milele. Jambo ambalo hata kwako wewe mwanadamu linaleta huruma fulani. Je, kwa Mungu wetu ambaye anaitwa Mungu mwenye huruma inakuwa katika namna hipi? Katika juma hili tutakuwa na kitabu cha Malaki sura ile ya 4 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 3, lakini kwa wakati huu tutajifunza tu fungu kuu ambalo linatoka katika kitabu cha Malaki 4
na ule mstari wa kwanza. Nimkaribishe Mwalimu Masala aweze kutusomea kwa uzuri. Karibu. Malaki 4 na mstari wa kwanza anasema, kwa maana angalieni, siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi, nao wote watendao uovu watakuwa makapi, na siku ile inayokuja itawateketeza. Anasema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi. Naam, nashukuru sana. Iko siku inakuja ambayo inawaka kama tanuru. Nafikiri tunafahamu matanuru vizuri, ambayo yanatumika kwa kazi mbalimbali na kuwa na moto ambao ni wenye nguvu. Na siku ya leo tunajifunza juu ya huu moto wa Jehanamu. Nije kwako Madam Glory. Biblia inasemaje juu ya muendelezo? Kama ni kweli hawa watu wangekuwa wanaendelea kuchomwa milele, ni nini kingetokea? Biblia inazungumza vipi? Kama ni kweli watu hao wanaendelea kuchomwa milele, ni nini kingetokea? Karibu sana. Asante sana kwa swali zuri, kwamba ni nini kingetokea kama hao watu watachomwa milele. Kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa tuweze kukifahamu kwamba Mungu hayupo tayari kumwangamiza mwanadamu yoyote. Na ukisoma Biblia vizuri au ukifuatilia Biblia vizuri, inatueleza kwamba moto au jehanamu ya milele imeandaliwa kwa ajili ya shetani pamoja na nani? Na malaika zake, lakini si targeted kwa mwanadamu. Kwa hiyo baada ya kujua hivyo kwamba, tunarudi pia kwenye fungu letu la Yohana 3:16 ambao anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda nini? Ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Tunasema kwamba huo moto wa milele utaendelea. Kitu ambacho nachotaka kuweza kukuambia mtazamaji mwenzangu ni kwamba moto wa milele ambao umezungumzia katika maandiko, kwamba mpango wa Mungu ni kuweza kuangamiza uovu kabisa na si kurefusha mateso. Kuangamiza uovu kabisa na si kurefusha mateso. Akiwa na maana ya kwamba Yesu atakaporudi mara ya pili kutakuwa na makundi mawili. Kuna wale ambao watapokea uzima wa milele na kuna wale ambao wataweza kufanya nini? Watapokea moto wa milele. Akiwa anamaanisha kwamba ukisoma katika Biblia anatuambia kwa maana mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Haya yote ni mafungu yanayotudhihirishia kwamba moto wa milele ni kwa ajili ya wale waovu. Na uovu ni nini? Uko ndani ya mwanadamu. Na ndiyo maana Paulo anatuambia kwamba haijafikia kiwango cha kupambana na dhambi kiasi kwamba umepambana na dhambi mpaka kutoa nini? Kutoa damu. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho bado Paulo anatuambia au anakidhihirisha kwetu kwamba kama endapo tumefikia hatua ya kuweza kupambana na dhambi mpaka ikafikia hatua ya kuweza kutoa damu, kwamba hapa imefikia nimepambana imeshindwa, ndipo ambapo utaweza kusarenda kusema kwamba uovu umekataa kutoka ndani yangu. Lakini Biblia au maandiko yanatuambia kwamba kusudi na dhumuni la Mungu kwetu sisi au kwa wanadamu ni kwa ajili ya kuweza kuangamiza uovu na si kwa ajili ya kuweza kuangamiza mwanadamu. Kwa hiyo pale mwanadamu anaposhindwa kuweza kufuata sheria na kanuni ambazo Mungu ameweza kuziweka kupitia maandiko matakatifu, ndipo moto wa milele au moto ule wa mwisho ndio utakapomuhusu. Asante. Nashukuru sana Mwalimu Glory kwa maelezo mazuri ya kwamba Mungu hatamani uangamie. Ndugu mtazamaji, natamani tuokolewe kwa pamoja. Kwa hiyo bado unayo nafasi ya kufanya maamuzi kwa namna ya pekee, kwa sababu Yesu Kristo anatamani uokolewe na yeye anachokuja kuangamiza ni uovu. Kwa hiyo ataangamiza walio na uovu, lakini watakao mkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao wataweza kuokolewa kwa namna ya pekee. Moto wa Jehanamu. Nije kwako Mwalimu Masala, tuelewe huu moto wa milele unakuwa katika mantiki ipi? Hii milele tunayoiona hapa huenda ikawa inatuchanganya pamoja na mtazamaji pale. Hii milele maana yake ni nini hasa katika Biblia ama muktadha wa hilo somo? Karibu sana. Asante sana mwalimu. Moto wa milele, nitasoma mafungu ambayo yatatusaidia katika uelewa. Yuda 1:7 anasema maneno haya. Anasema kama vile Sodoma na Gomora na miji iliyokuwa kando kando waliofuata washirati kwa jinsi moja na Hawa,
wakaenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kuwa dalili wakiadhibiwa katika moto wa milele. Tunaona moto wa milele kwa Sodoma na Gomora. Lakini pia fungu lingine ni Yeremia 17 na mstari wa 27. Anasema hivi, hapa alikuwa anazungumzia kuhusiana na habari za Yerusalemu. Anasema, lakini kama hamtaki kunisikiliza, kuitakasa siku ya Sabato, kutochukua mizigo na kuingia kwa malango ya Yerusalemu siku ya Sabato, basi nitawasha moto malangoni mwake, nao utaziteketeza nyumba za enzi za Yerusalemu, wala hautazimika. Tumeona kule milele, tumeona moto usiozimika kwa Yerusalemu. Halafu tasoma fungu lingine la Zaburi 37:10. Anasema 37:10, anasema, maana bado kitambo kidogo, asiye haki hata kuwapo. Asiye haki hata kuwapo. Anaendelea anasema, utapangalia mahali pake, wala hata kuwapo. Kwa hiyo tunayosemea moto wa milele katika kwa mujibu wa Biblia, tunazungumzia mwisho wa jambo. Yaani sio kuendelea kuwepo. Tunaposema kwamba waovu wataangamizwa kwa moto wa milele, maana yake ni moto ambao hakuna anayeweza kuuzima. Ni moto ambao hata ukileta fire extinguisher, wale zima moto wale, ule moto hautazimika. Na ndio maana nasema moto ambao hautazimika. Ukienda kwa mantiki ya kwamba ni moto ambao hauzimiki, itabiriwa Yerusalemu kwenye Yeremia 17:27 kwamba Yerusalemu utaangamia kwa moto usiozimika. Mwaka wa 70 baada ya Kristo, Tito alikuja kuangamiza mji wa Yerusalemu. Hakuna aliyeweza kuuzima. Lakini Yerusalemu inaenda kuangamia mpaka sasa? Hamna. Sodoma na Gomora waliadhibiwa kwa moto wa milele. Lakini hadi leo Sodoma na Gomora hamna. Kwa hiyo tunakuja kurudi kwenye fungu letu la Malaki 4 mstari wa kwanza, anasema kwamba wataangamia, watakuwa majivu. Kwa hiyo wale ambao wasio haki, Zaburi amesema hawatakuwepo. Tukisema kwamba wanaangamia milele, maana yake wanaendelea kuwepo. Na kama wanaendelea kuwepo, Yesu alikuja kuangamiza dhambi. Kwa hiyo kama dhambi, wenye dhambi wanaendelea kuangamia milele, sasa dhambi haijaondoka. Kwa hiyo kama ni kuondoa dhambi, maana yake wataangamia, hawatakuwepo kama ambavyo Zaburi amesema. Bwana akubariki. Nashukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri. Nafikiria ndugu mtazamaji umeweza kuelewa kwa uzuri neno milele lilivyotumika katika Biblia, ya kwamba si milele ambayo tunaifikiria kutokuisha, lakini milele hii ni katika kukamilika kwa jambo, yani uovu unaondolewa. Na asante sana Mwalimu Masala. Nije kwako Madam Junia. Wakati fulani nimewahi kukutana na fungu linasema Mungu ni moto ulao. Lakini siku ya leo pia tunajifunza juu ya habari ya moto wa milele, si ndio? Ambao unapatikana kule Jehanamu. Je, huyu Mungu ambaye yeye ni kama moto ulao ndio ule moto ambao tunauona Jehanamu, kwamba Yesu atakapokuja basi tukimtazama, ama waovu watakapomtazama basi wataangamia kupitia ule utukufu wake? Inamaanisha nini Mungu ambaye ni moto ulao? Karibu sana. Asante. Katika somo hili tunajifunza kwanza, utukufu inamaanisha uwepo wa Mungu, uwepo kamili wa Mungu katika mahali fulani. Na katika Biblia mara nyingi imejaribu kuelezea kwamba utukufu au Mungu ni moto ulao. Kwa nini? Ni kwa sababu utukufu wa Mungu na utakatifu wake ni wenye nguvu kiasi kwamba hakuna ambaye anaweza kuuona akastahimili. Kwa hiyo ndio maana tunauitafsiri kama, Biblia imeutafsiri kama moto ulao. Lakini pia Biblia inasema utakatifu wa Mungu kama moto ulao ni kwa sababu ya kwamba ukifikiria katika, tukijaribu tu kutafakari katika lile kaburi ambalo Yesu alilazwa, kama alikuwa amelala pale, malaika aliangaza utukufu wake. Nuru ile iliwashinda, iliwazuia wale walinzi waliokuwepo pale. Hiyo ni nuru tu ambayo alikuwa nao malaika mmoja. Lakini tunaweza tukatafakari utakatifu ambao Kristo atakuja nao mara ya pili. Huu ndio utakatifu ambao tunauzungumzia, kwamba uwepo wa Mungu kamili katika mahali fulani. Huu utakatifu ndio ambao utakao kuja, kwamba watakaoona ndio watakaoathirika. Ile athari ambayo ilitokea kwa malaika kuwaathiri wale walinzi, tunaweza tukatafakari utakatifu ambao utawaathiri wazima wenye haki na wasio haki. Katika kitabu cha Isaya tunaona
anauliza, je, ni nani atakayeweza kusimama mbele ya moto ulao? Anasema ni wale wenye haki ambao wataweza kusimama mbele ya moto ulao. Na ndio tumekwisha kusema kwamba moto ulao ni utakatifu wa nani? Utakatifu wa Yesu. Kwa hivyo kitakacho kutuwezesha sisi kusimama mbele ya Mungu ni haki, ambao wenye haki badala ya kuteketezwa watapata nini? Wataangazwa na kupata na kufurahia ule utakatifu wa Mungu. Lakini wasio haki ndio watakaoangamizwa kutokana na nini? Na utakatifu wa Mungu. Ndio maana tunamtafsiri Yesu au utakatifu wa Mungu kama moto ulao. Na hivyo tunaona kwamba utakatifu tunaozungumzia hapa utaleta uzima katika kundi moja, lakini pia utaleta uangamivu katika kundi lingine, na ile ni kundi la wasio nini? Wasio haki. Na mnashukuru Madam Jonia kwa uelewa huo mzuri. Inatupatia nafasi ndugu mtazamaji kufikiria ya kwamba je, wewe utachagua kwa upande gani? Wa kuona utukufu wa Mungu unaanguka kama wale walinzi ama unakimbia, ama kuona utukufu wa Mungu alafu unashangilia? Hivyo niache ili tumaini kwako ya kwamba na kupendekezea katika siku ya leo ya kwamba uchague upande wa Yesu ili kusudi uweze kufunikwa na mwangaza wa utukufu. Nikisalia kwako Madam Jonia, tumejifunza juu ya hii habari ya moto wa Jehanamu, na wakati fulani huenda mtu akifikiria, na tunajifunza kitabu cha Malaki kinaelezea ni siku ya kutisha ambayo kwa namna fulani mtu akifikiria inaweza ikamuogopesha. Kwa hawa watakatifu ambao wanaahidiwa kukombolewa kwa huruma ya hawa wanaoangamizwa kwa huu moto wa milele, haitaathiri kwao juu ya uzima wao wa milele kwamba wakaishi katika masononeko, ama kuna tumaini lipi kwa hawa ambao watakuwa wameokolewa? Asante. Katika somo hili tunajifunza pia kwamba ni wenye haki, sio waliopotea, watakaokaa milele katika nini? Katika moto. Hii inaweza kuleta tafakari hasa kwa wale ambao watasema ni kweli nitakuwa nimeishinda dhambi na kuonekana ni mwenye haki. Lakini vipi kwa hawa ndugu zangu ambao watakuwa pengine si wenye haki, na maana watakaa milele wakiangamia. Lakini tutavumilia kuona kwamba nimepoteza ndugu zangu, rafiki zangu wapendwa, au pengine wazazi, au pengine mtu yoyote wa karibu. Lakini katika kitabu cha Ufunuo 21:4 tunajifunza kwamba Yesu atafuta machozi, wala hakuna kilio, hakuna maumivu yatakao kuwepo, na mambo yote ya kale yatakuwa yamefanyaje? Yamepita. Hilo ndio tumaini ambalo tunaweza tukatembea nalo sisi tukijiandaa kuwa watakatifu au wakamilifu, ili tutakapoona utukufu wa Mungu ama moto ulao tuweze kustahimili. Lakini lipo tumaini la kwamba hata wale ambao wataangamia, Bwana atafuta machozi yetu na mambo ya kale yote yatasahaulika. Naam, nashukuru sana kwa tumaini hilo zuri la kwamba Bwana atafuta machozi, maumivu na kila kitu basi kitakoma, na tutakuwa na furaha ya kushangilia ufalme wa Yesu Kristo. Nije kwako Madam Glory, umetuambia juu ya kama watu wangeendelea kuungua milele, na ukatuelezea vizuri ya kwamba kusudi lake halikuwa kuungua kwa watu milele. Ni nini kusudi nyuma ya huu moto wa milele? Kusudi lake kubwa ambalo ndugu mtazamaji anaweza akajifunza pia, kusudi lake kubwa ni nini? Asante kwa swali zuri. Tunaona kwamba kusudi la Mungu si moto wa milele au kumwangamiza mwanadamu. Na kama tulivyoona hapo kwa mara ya kwanza, nilisema kwamba au maandiko yameandika katika Biblia kwamba moto wa milele umeandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika zake, ila si mwanadamu. Na mwanadamu anahusishwaje kwenye huo moto wa milele? Ni pale tu anapoenda kinyume na nini? Na mapenzi ya Mungu. Na tunaweza kupata uthibitisho kupitia kitabu cha Warumi 6:23. Wanasema uzima wa milele kama ilivyoahidiwa katika Biblia ni zawadi inayotolewa tu kwa wale wanaomwamini Kristo. Sawa? Furaha kweli katika umilele isingewezekana ikiwa dhambi na uovu bado vingeendelea kuwepo, hata kama vimefungwa katika pembe moja ya ulimwengu. Kwa hiyo dhumuni la Mungu la moto wa milele, au dhumuni la Mungu kwa ajili ya kuweza kuweka ule moto, ni kwa ajili ya kufanya kuiondoa dhambi kuweza kufutika katika uso wa dunia. Na pia anaendelea katika Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 26 inatuambia kwamba kifo matokeo ya mwisho ya dhambi, kwamba kifo ni matokeo ya mwisho ya dhambi, kwamba na tumeona pia katika ile fungu kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa wale wote wanaomfuata Kristo,
kwamba wataweza kupata karama ya Mungu ambayo ni uzima wa milele. Na anasema uangamizaji wa mwisho wa kifo na uovu unahakikishwa kwamba uzima wa milele hautakuwa na maumivu wala huzuni. Kwa hiyo hakikisho la Mungu hasa ambalo ameweza kuliweka kwa ajili ya watu wake au kwa ajili ya wale ambao wanamngojea Yesu kwa ajili ya ujio wa mara ya pili, ni kwa ajili ya kuweza kuwapatia hakikisho kwamba dhambi haitakuwepo wala uovu wala aina yoyote ya takataka ambayo itaweza kumsababisha mwanadamu aweze kuingia katika majonzi au majuto. Nitamalizia kwa kusema kwa kitabu cha Nahumu 1:9 anatupa ufafanuzi mmoja ya kutuambia kwamba inatuhakikishia kwamba mateso hayatainuka mara ya pili. Mateso hayatafanya nini? Hayatainuka mara ya pili. Uovu hautarudi wala uharibifu wake hautakuwepo. Kwamba imani ya milele haitavurugika. Mungu atakomesha kabisa uovu huko akilinda uhuru wetu katika mchakato huo. Kwa hiyo dhumuni kubwa la Mungu ni kuweza kukomesha dhambi na aina zake zote za uovu, na wala si kwa ajili ya kuweza kumwangamiza mwanadamu ambaye aliweza kukaa chini na kuweza kupitia nafsi zake tatu kuweza kufanya nini? Kuweza kumuumba mwanadamu. Asante. Nashukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri, ya kwamba kusudi la Mungu si kuangamiza mwanadamu aliyemuumba kwa mikono yake mwenyewe na kumpulizia pumzi ya uhai kwa kinywa chake, bali ni kuangamiza uovu. Kwa hiyo uovu ukiwa ndani yako basi unaangamia, lakini ukiwa ni mwema, hamna uovu, basi tutaweza kuokolewa. Hivyo nikupendekeze uendelee kumfuata Yesu katika namna hiyo. Nije kwako Madam Yunge, kwa namna fulani tumejifunza na huenda mtazamaji amekusha kuelewa vizuri juu ya huu moto wa milele, na umetuambia ya kwamba tumekuwa tukiwafanya watu kuwa wakana Mungu. Ni tofauti hizi juu ya uelewa huu wa moto wa milele zinaweza zikatufanya tukamgeukia vipi Mungu kwa sasa, tukimtambua kama sio Mungu ambaye anaangamiza kwa moto huu wa milele? Karibu. Asante kwa swali zuri mwenyekiti. Kupitia swali hili la kuondoa fundisho la jehanamu inayowaka moto milele, inaweza kusaidia au tunaweza kusaidia watu wengine mfahamu au mwendee Yesu kwa kurejesha picha halisi ya Mungu. Endapo tutaondoa fundisho kama hili, kama alivyosema Madam Jonia kwamba ule moto utakapowaka, ule moto wa milele, kwamba wale watakatifu hawataangamia bali utawaangazia nuru, na wale waovu pamoja na shetani, malaika waovu pamoja na shetani ndio watakaofanyaje? Watakaoangamia. Kwa kupitia huo mwanga na tukaondoa hilo fundisho kwa watu kwamba huo moto utawaangamiza milele watu au viumbe wa Mungu ambao Mungu aliumba mwenyewe, inaweza kurejesha taswira halisi kwa nani? Taswira halisi ya Mungu kwa watu. Badala ya kumuona Mungu kama Mungu mtesaji, mkatili anayefurahia maumivu ya viumbe wake, watu watamuona kama baba mwenye nini? Mwenye upendo na mwenye haki. Na pia inaweza kujenga imani thabiti. Itawapa wale waumini ambao tunawahubiria, wale ambao walikuwa hawafahamu kweli, kwa kuwafundisha, itawapa imani thabiti ya kumtetea nani? Mungu, kupitia yale mafundisho ya kiulimwengu ambayo yanazidi kuwapotosha watu, na watu watamgeukia Mungu. Nashukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri ambao unatuweka katika namna fulani ya kwamba kuanzia sasa tusiwe wa kuwafundisha watu kuwa wakana Mungu. Ndio. Wewe nikupendekezee ndugu mtazamaji, na wewe ukawe wakili kwa watu wengine, ukawafundishe hiki ambacho tumejifunza kwa pamoja katika siku hii ya leo. Lakini pia unaweza ukajiuliza swali dogo tu ya kwamba jehanamu ni wapi ambapo moto huu unaonekana kuwaka? Ni mahali fulani ambapo moto huu tu utakuwa unawaka bila kuzimika? Labda nimkaribishe Mwalimu Masala tusaidie kwa namna fulani, jehanamu ni wapi? Huenda ikatusaidia kuelewa juu ya huu moto wa milele. Karibu. Asante sana mwalimu. Kwanza neno jehanamu ambalo Yesu alikuja kulitumia ilitokana na eneo ambalo lilikuwa mahali pale ambalo Yerusalemu ilikuwa ni bonde moja ambalo linaitwa The Valley of Hinnom, na kwa wanaitwa Gehanna. Kwa hiyo ili bonde
lilikuwa linatumika kwa ajili ya kuchoma takataka. Yaani takataka zote ambazo zilikuwa zinakusanywa zilikuwa zinatupwa kule, zinachoma moto. Ndio maana Yesu ukiangalia katika maneno yote kwenye kitabu cha Injili, maana Injili nimezungumzia sana jehanamu na kitabu cha Yakobo. Jehanamu yote ukiangalia naambia usitupwe katika jehanamu, utatupwa katika jehanamu. Kwa hiyo maana yake alikuwa anazungumzia, Yesu alizungumzia huu mfano wa jehanamu akitolea mfano wa kila ambacho kilikuwepo, ambacho kilikuwa kinafanyaje, kinaonekana, ambalo lilikuwa ni bonde ilikuwa inatumika kwa ajili ya kufanyaje, ya kuchoma taka. Ndio maana anasema sio katika jehanamu moto usiozimika, moto wakao milele na milele. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ambayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya kufanyaje, ya kuchomea taka. Lakini sasa tukija kwa mji ambao Yesu alikuwa anausemea, ni ule utakapokuwa umefika mwisho, ambapo Yesu atakuja kuangamiza dhambi zote. Akatolea mfano ukisoma kwenye Ufunuo, anasema kwamba atatupa katika ziwa la moto, ataangamizwa kwa kiberiti. Kwa hiyo ni mahali ambapo sasa uovu wote utaangamizwa. Vile ambavyo karatasi na takataka zinaunguzwa, zinapotelea, hazionekani, ndivyo ambavyo pia uovu pia utafanyaje, utaangamizwa na utapotea kabisa. Asante. Na nawashukuru sana kwa fafanuzi hiyo nzuri juu ya jehanamu kama mahali ambapo Yesu Kristo alipatolea mfano. Unaweza ukajiuliza, ahadi ya Mungu inasema ya kwamba watakatifu watakapomaliza miaka 1000 basi Yerusalemu itashuka hapa duniani, ambapo imeteketezwa na imetengenezwa dunia mpya. Kwa hiyo kama moto utaendelea kuwaka milele, Yerusalemu itawekwa katika dunia ipi? Na tunaamini ya kwamba tuna dunia hii ambayo imeasi pekee. Kwa hiyo Yerusalemu itashuka hapa. Kwa hiyo vyote vinatupatia picha ya kwamba moto huu wa milele si kama ambavyo tumekuwa tukiudhania, bali ni kama walimu ambavyo wamezidi kutuelekeza. Kwa hiyo huenda umewahi kukutana na mafungu hayo magumu kwa namna hiyo, yakielekeza moto usiozimika, lakini pia funza wasioweza kufa. Mwalimu Masala amefafanua kwa uzuri juu ya bonde hili ambalo lilikuwa linaitwa bonde la Hinnom, lilokuwa likifanywa sadaka na kutupa watoto kule. Hivyo ni kualike kwa wakati mwingine na kwa masomo mengine zaidi. Naamini ya kwamba utaweza kubarikiwa. Siku ya leo tulikuwa na somo linalosema moto wa jehanamu na tumejifunza vitu vingi sana. Kama utapata swali lolote, tunakualika uweze kuandika swali lako katika comment section, alafu tutaendelea kukujibu kwa upole. Kama kuna fungu ambalo limekutatiza katika mada ya wiki hii, basi unaweza ukaandika hapo nasi tutaweza kukufikia na Mungu ataweza kukubariki. Nikutakie wakati mwema ambapo unaendelea kujifunza juu ya hii mada na haya masomo ya Bobea Andikoni katika channel yetu ya SUA SDA Church Media. Lakini kabla hatujamaliza ama kutamatisha, usisahau tu kulike, kusubscribe, kucomment pamoja na kushare ili kusudi marafiki wengine waweze kubarikiwa kupitia mafundisho haya mazuri yanayorushwa katika channel yetu hii. Na kwa wakati huu na tamani nimwalike Madam Glory ambaye ataweza kutufungia kwa ombi. Karibu. Tuombe. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni, kuanzia tunaanza kipindi hiki mpaka muda huu tumetamatisha, kuwa pamoja nasi. Tulinde, wabariki na wasikilizaji na watazamaji wa kipindi hiki, na hatimaye waweze kufanikiwa kuweza kukujua wewe. Naomba ni katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Amen.